kitabu chenye haki, huipati ndani shaka, kuniondoshea dhiki hapo ninapokishika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah tabaraka wa taala, ametujalia ni siku nyingine tena, walilahi alhamdu. Tumekutana tena hapa tukiwa tuna afya tele. Wewe ambaye una mtihani wowote, aidha una maradhi, umefiwa, basi subra ndio kitu ambacho kinahitajika. Tayari timu nzima ya Africa TV, walilahi alhamdu, tumekutana tena hapa muda na wakati ule ule ambao umeuzoea katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kukutana katika kipindi chetu kizuri cha Qur'ani na maisha, kipindi ambacho tunayatazama mengi ambayo yanatokea katika maisha yetu, lakini ni kwa mujibu wa mafundisho ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Ni imani yangu kuwa unafaidika sana na hiki kipindi na ndio maana umekichagua. Na leo kuna jambo jingine zuri ambalo tunakwenda kujifunza hapa sote kwa pamoja. Kipindi kilichopita tuliangalia tabia ama wajibu ambao wewe mwanandoa unatakiwa ufanye katika masuala mazima ya akhlaki zako, lakini leo tunakwenda kuangalia wajibu wa mke na mume katika ndoa. Wewe mwanamke ambao unatutazama hivi sasa, unajua wajibu wako. Wewe mwanaume ambaye unatuangalia hivi sasa, unajua wajibu wako. Wewe bwana harusi mtarajiwa, maana na nyinyi mpo, unafahamu wajibu ambao utakutana nao. Yupo hapa shekhe letu ambaye yeye ndio kiongozi katika kipindi hiki na yeye ndio anatupeleka darasani, Sheikh Muharram Mwaita. Nimpe nafasi aweze kukusalimia alafu tuingie katika mada. Sheikh, tafadhali, karibu. Asante sana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, tumekutana tena. Naam. Swaumu kwanza imekupenda, unawaka mashaallah. Tumekutana tena hapa kuangalia maisha yetu kwa mujibu wa Qur'ani, kama ambavyo anwani ya kipindi chetu kinajulikana kama Qur'ani na maisha, lakini leo kwenye mabano tunazungumzia wajibu wa mke ama wajibu wa mume katika ndoa. Karibu Sheikh, utupitishe Qur'ani na tufundishaje wajibu wa mume ama mke. Nani anaanza kumzungumzia? Hilo ni jukumu lako Sheikh, tafadhali, karibu. Asante. Kwanza nimshukuru Allah kwa kupata tena fursa nyingine ya kuzungumza na watazamaji wetu wa Africa TV katika kipindi hiki kizuri, kipindi cha Uislamu au Qur'ani na maisha. Naam. Sababu Qur'an ndio mwongozo wetu katika maisha yetu. Kwa hiyo lazima kila Muislamu ayaangalie maisha yake na kuyapima kwa kupitia Qur'ani tukufu ili aweze kujua kwamba anakwenda sawa ama anakwenda vibaya. Tukiangalia maisha ya ndoa, kama tunavyoambiwa siku zote kwamba maisha ya ndoa ni jambo ambalo limebeba haki na wajibu. Kuna haki ndani ya ndoa na kuna wajibu ndani ya ndoa. Yani mwanamume na mwanamke wanapoingia kwenye ndoa, kila mmoja ajijue kwamba anaingia kwenye kitu ambacho ndani yake kuna haki na ndani yake kuna wajibu. Kwa hiyo atekeleze wajibu wake, alafu asubiri haki zake. Sio usubiri haki zako ndio utekeleze wajibu wako. Unatekeleza wajibu wako alafu unasubiri haki zako. Sasa wewe wajibu, kila mmoja atekeleze wajibu wake. Kwa sababu kila mmoja akijipanga kutekeleza wajibu tayari haki zimeshapatikana. Lakini ukikaa sema mimi sifanyi mpaka nifanyiwe haki zangu, maana yake sasa wewe utakuwa unavunja haki za mwenzako. Kwa hiyo jambo la msingi ni kujua, kama ilivyo kwenye maeneo mengi ya kimaisha ya kibinadamu, ni kwamba swala la haki na wajibu vinatawala. Mtu ukifanya kazi, ndani ya kazi kuna majukumu yako na kuna haki zako. Ukienda shule kama mwanafunzi, una majukumu kama mwanafunzi na una haki zako. Popote pale utakapokwenda kuna haki na wajibu. Na vile vile kwenye ndoa watu wajue kwamba kuna haki na wajibu. Kwa sababu gani tunasisitiza hili? Kuna baadhi ya watu wanajihisi ndani ya ndoa wao hawana wajibu. Wao wanatakiwa pewe haki. Yeye anasubiri haki tu. Wewe hataki kunifanyia hivi, haja nifanyia hivi. Wewe umefanya nini katika wajibu wako? Maana wewe unatakiwa utimize wajibu wako, ile haki yako ndio upewe. Ndio na wewe upewe. Mwenzako naye atimize wajibu wake. Kwa hiyo wewe kutimiza wajibu wako utakuwa umempa mwenzako haki zake. Na yeye naye atatimiza wajibu wake, atakuwa amekupa wewe haki zako. Na kwa kuanza, kama ulivyosema, tuanze na haki za mwanamke. Sawa, ambao ni wajibu wa mwanaume. Niko vizuri sasa hivi. Kwanza kabisa kuna aya ambayo tuliwahi kuisoma sana huko nyuma katika vipindi vyetu vile vya utangulizi.
Allah anatoa tangazo ndani ya Qur'ani akisema kwamba kuhusu wanawake, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Umetufundisha sana. Naam, kwamba hii ni kutukumbusha kwamba wanaume na sisi tujue kwamba wanawake wanastahiki, wanayo mambo wanayostahiki kama haki zao, kama vile ambavyo na wao wana wajibu wa kutekeleza kwa waume zao. Na hili jambo halikuja kibahati mbaya, na sisi wanaume ndio tunaongoza kujihisi kwamba sisi hatuna wajibu, au pengine tunajigaia wajibu fulani fulani. Ukishaleta chakula nyumbani basi umemaliza. Sasa wewe ufanyiwe na ukinuzi nauliza wewe uli hapa, unakula kila kitu unapata, yaliyobaki yote ni wewe kufanyiwa. Hapana, yale yote ambayo mwanamke kwake ni wajibu, naye anatakiwa mfano wake atekelezewe kwamba kwake ni haki. Na ndio Mwenyezi Mungu akasema walahunna mithlu alladhi alayhinna, wao wanastahiki mfano wa kile ambacho ni wajibu kwao, bil maarufi, kwa wema, kwa namna watu walivyo, jamii jinsi inavyokwenda katika jamii husika. Unajua kuna mambo yanahukumiwa na jamii, mambo ya wema au mambo mazuri, mambo mabaya yanahukumiwa wakati mwingine, kama yale hayakuguswa na sheria moja kwa moja, yanahukumiwa na eneo husika, hali halisi ya jamii husika. Unajua Sheikh Ayubu, unaweza wewe leo hapo kumfanyia mkeo jambo, jamii yote ikakushangaa, lakini jambo hilo hilo mtu wa India kule akimfanyia mke wake kitu cha kawaida, wala hakuna shida. Sasa haya jamii ndio inayohukumu, au ada na desturi. Mfano hilo Sheikh, siwezi kutoa mfano, japo kidogo tu japo kidogo yani kwa hapa Tanzania linaweza hilo jambo likawa la ajabu sana kwa wewe kulifanya, lakini ukaenda sehemu nyingine hilo jambo ni kawaida, si ndio? Ndio mfano wake. Okay. Kwa hiyo sheria hiyo inahukumu kutokana na eneo. Lakini haya ni yale ambayo hayana mafundisho ya moja kwa moja kupitia Uislamu. Jambo ambalo limefundishwa halina tena mazingira. Hilo lina utaratibu wake. Hilo ni hivyo lilivyofundishwa, linatakiwa lifanyike hivyo hivyo. Yale ambayo hayana utaratibu maalum kwenye sheria, hayo ndio sasa yanahukumiwa kulingana na jamii. Na ndio maana bil maarufi, ile kwa wema. Wema hapa nakusudiwa vile mlivyozoea kufanyiana katika yale ambayo hayana maelekezo ya moja kwa moja. Sawa. Kuna kitu kimekuja, kwa mfano si Tanzania kula mara 3, lakini kuna sehemu inawezekana kula mara 3 kwao haipo. Inawezekana hiyo. Kwa hiyo kule ikawa haki, huku kwako isiwe haki. Sawa. Nimeelewa hapo. Sawa Nimeelewa vizuri. Sasa mimi ningeomba unipe ruhusa nitaje hizi haki kwa mtiririko. Sawa. Kwa sababu tukianza kuingiza maelezo tunaweza nisizimalize. Okay. Na ni muhimu kila mmoja azisikie japo kwanza kuna haki za mali za mwanamke ndani ya ndoa yake, ana haki zinazohusiana na mali. Haki ya kwanza ni mahari yake. Sawa. Hii ni haki ya mwanamke ambayo ni wajibu wa mwanamume kumpa mkewe mahari. Haki ya pili ni matumizi. Mwanamke ana haki ya kupewa matumizi na mume wake katika maisha yao yote na katika hali zao zote. Yani hapo hakuna mimi nina hela wala sina hela. Hakuna bwana, leo mimi nimekulisha sana na wewe sasa hivi nilishe wewe, au wewe kwenu kuna hela kwa hiyo mimi ndabidi sasa wewe nikutegemea. Hamna hiyo habari. Hakuna hiyo habari. Mario kwenye Uislamu hakubaliki. Sawa. Matumizi. Matumizi mara nyingi yanabeba chakula, mavazi na malazi au makazi. Kwa sababu sio malazi tu, sio unampa mtu tu sehemu ya kwenda kulala, ya kuishi. So mke anaweza akapewa tu sehemu ya kulala, lakini ya kuishi hana. Anatakiwa kulala ndio unaishi Sheikh. Hapana Sheikh Ayubu, unaweza ukamuoa mke afa akawa kwao, siku ukimtaka unaenda kumchomoa, mnaenda kulala sehemu afa anarudi kwao. Hatuna hiyo. Labda iwe kwa makubaliano. Yakiwepo makubaliano kwa haina shida. Kwa sababu gani? Jambo lolote ambalo ni haki ya mtu ana uwezo wa kuisamehe. Sijaelewa hapo Sheikh. Jambo lolote ambalo ni haki yako Ayubu, unaweza ukaisamehe. Si haki yako? Unaweza kumwambia mimi nimekusamehe. Lipo ndani ya mamlaka yangu. Kwa sababu haki ni ya kwako.
Okay. Kwa mfano mwanamke kwao au yeye mwenyewe ana uwezo, wewe umempenda, yeye amekupenda, mkaamua kuoana, huyu kwambia bwana mimi sina uwezo wa kukufanyia kila kitu, kwambia bwana mimi swala la matumizi yangu ni juu yangu, mimi nimekusamehe, mimi nataka tu nioe. Hapo sheria iko sawa, sheria haina shida. Sheria haina shida. Kuna kitu kimoja tu sikupenda kuzungumza humu ndani, lakini ndio hivi vinakuja. Swala la mahari. Swala la mahari ni haki ambayo inatakiwa kuthibiti kwanza kabla haijasamehewa, kwa sababu kuna watu wengine wakwambia bwana mimi nioe bila mahari. Hakuna ndoa bila mahari. Ndoa ambayo mahari hamna haiswi. Hakuna ndoa bila mahari. Kwenye ndoa lazima kuwe na mahari. Sasa yakishathibitika mahari ya mwanamke huyu ni kiasi fulani, ukisha muoa alafu akakwambia bwana mimi nimekusamehe, inakubalika. Hawezi kukusamehe kabla ya mahari hayajathibitika. Manake mahari itangulie. Sio lazima umpe. Ijulikane kwamba mwanamke bwana mimi nataka nikuoe, mahari yako bei gani? Mahari yangu 2,000,000. Sawa. Basi inshallah mimi nitakulipa kidogo kidogo, nitajikakamua kwa sababu mke nimempenda. Nitalipa. Haya bwana tufunge ndoa. Inawezekana, inaruhusiwa kwanza watu wajue. Unaweza kwenye mahari hujatoa hata shilingi ukaozeshwa. Kuna baadhi ya watu wanahisi mahari paka yatolewe japo kidogo, alafu ndio. Hapana, hata kama hajatoa hata shilingi moja, anaweza watu wakafungishwa ndoa. Baada ya kufungishwa ndoa, mke akasema mmemsamehe mume wangu. Sheria iko hivyo. Shehe, muda unakimbia sana. Yaani katika haki uliweza kustaja. Sasa Shamsi ananivuta shati kwamba twende mapumziko. Mtazamaji, bila shaka unafurahia na unajifunza kwa hiki ambacho kinaendelea. Cha muhimu uwe na peni na karatasi, kwa sababu haya leo tunayofundishwa ni muhimu sana kwa muktadha wa maisha yetu ya kila siku, na ndiyo mafundisho ya Uislamu wetu. Tunakwenda mapumziko mafupi, alafu tukirejea hapa Sheikh ataendelea na haki na wajibu katika ndoa zetu. Ni kitabu chenye haki, huipati ndani shaka, kuniondoshea dhiki hapo ninapokishika, kunijaa. Kwa hayo mafupi ni kukaribisha tena, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Qur'ani na Maisha. Langu jina naitwa Ayub Hussein Mgema. Tupo na Sheikh bingwa wa masuala ya sheria Tanzania. Mimi nasemaga namba 1, sio yeye, mimi Sheikh Muharram Mwaita, ambaye yeye anatupitisha kwa mujibu wa Qur'ani, lakini pia ndani yake anagusia na sheria. Ndio raha ya kufanya na mwanasheria, anadavua kifungu kwa kifungu kutokana na sheria sehemu husika. Sheikh, tumerejea tena baada ya mapumziko. Uliweza kuligusia kwamba tunaondoka hapa kwamba mahari kwanza inatakiwa ithibiti, alafu ndio kusameheka inaweza ikasamehewa, lakini kwanza hiyo imethibitika. Karibu Sheikh, tuendelee. Asante. Kwanza nataka kuvunja kauli yako. Hilo nimesema mimi Sheikh. Sawa, lakini nataka kuivunja kwa sababu usivunje. Hapana, siwezi kuiridhia. Mimi ni mwanafunzi wa watu na watu wananifundisha wapo na wapo hai. Lakini pia wako vijana wenzangu ambao mimi mwenyewe nakiri kwamba siwawezi, na baadhi ya vitu pia na huwa nachukua kwao, kwa hiyo siwezi kuwa namba 1. Lakini kila mwalimu ana mwalimu wake, na sisi tunajivunia. Sawa, hilo silikatai, lakini usiniambie namba 1 kwangu mimi. Sio kwa wote. Yaani kwangu mimi binafsi Sheikh. Haya bwana. Katika zile haki za mali tumesema kuna yani matumizi yanakusanya makazi, makazi na chakula na usafiri. Usafiri unaingia huko, na mtumishi, wote wanaingia hapo kwenye matumizi. Mwanamke katika Uislamu anastahiki kupewa makazi, anastahiki kupewa mavazi, anastahiki kupewa chakula, anastahiki kupewa mtumishi, anastahiki kupewa usafiri. Sasa masala kwamba mbona sisi wa kwetu hatuwapi, haya masala mengine kulingana na uwezo wetu, kulingana na ada zetu, lakini sheria hivi vitu vimethibitika kabisa kwamba kwa hiyo mwanamke ikitokea anadai mtumishi nyumbani kwake, asije akachukuliwa kwamba anapenda raha. Ni haki yake na ana uwezo wa kuisamehe au kusema mimi bila mtumishi mimi ndoa sitaki. Sheikh, unaisikia? Ni haki yake hii. Katika haki zake mwanamke
apate usafiri unaofanana na yeye. Kama umemchukua mtoto watu kwao anapanda Benzi kuja kumpa ST, Subhanallah. labda aridhie. Akiridhia atakwambia basi mume wangu mimi nimeridhika na uwezo wako. Alhamdulillah. Lakini akisema mimi nataka usafiri kama ambao ulikuwa unapanda nyumbani, huo ni wajibu wa mwanamume. Wajibu wa mwanamume umpe malazi kwenye kitanda huko, kwenye nini, kila vitu yani vile vinafanana na yeye. Vinginevyo kusameheana kama tunavyosamehewa. Wengi tunasamehewa tu. Kwa kweli tupo wengi tunaosamehewa. Leo hii mwanamke wa Kiislamu, wanawake wengi watumishi wanalipa wenyewe. Inakuwa ni swala lake binafsi. Ni swala binafsi la mwanamke, hasa wanawake ambao wana kazi. Lazima atafute msichana atakayemsaidia mambo yake. Wakati ile ni haki yake, mume anatakiwa kuleta. Hata kama mwanamke hafanyi kazi, yuko nyumbani pale amekaa, anasema mimi nataka mtumishi, ana haki hiyo. Akikusamehe ni mapenzi tu ya kwake kwa mumewe na kuonea huruma, ndio kitu kinachotakiwa kwenye ndoa. Lakini tunazungumza hivi ili mwanamke akidai hivi vitu asionekane kwamba amekwenda kinyume. Tunaona kama anapenda raha, anapenda raha, anapenda maisha ya juu. Hizi ni haki zake. Akiamua kusamehe na kusamehe tu. Lakini katika haki za mali ambazo pia tumeshawahi kuzigusagusa huko nyuma na kuwahimiza hasa wanawake wenyewe wawe macho, ni masuala ya mali zinazochumwa ndani ya ndoa ile. Uislamu umeweka haki ya kumiliki mali kwa wanadamu wote. Kila mmoja ana haki ya kumiliki mali ya kwake binafsi. Na ndoa haileti ushirika wa mali katika Uislamu, kwamba mkishaoana tu nyinyi mmekuwa washirika wa mali. Mali ya mume ni ya mke, mali ya mke ya mume. Hilo kwenye Uislamu halipo. Mali ya mume ni ya mume, mali ya mke ni ya mke. Isipokuwa mali ya mume kuna haki za mke ambazo yeye atazidai na anatakiwa kupewa, lakini kwenye mali ya mke hakuna haki za mume zilizopangwa na sheria. Labda haki zizuke katika miamala watakokuwa wamefanyiana, amekopeshwa, amemkopesha mke wake, labda mfanyaji nje ya lakini kisheria haipo. Kisheria hakuna. Mali za mke ni za kwake. Kama amekuja na mamilioni yake kutoka kwao, ni ya kwake. Mume huhusiki hata shilingi. Mke naye mali alizokuja kuzikuta kwa mumewe, yeye hahusiki nazo hata shilingi moja. Yeye anatakiwa tu kupewa haki zake. Haki zinakuja mke atakapofariki, mume ana haki kurithi katika mali ya mkewe. Mume atakapofariki, mke ana haki ya kurithi katika mali ya mumewe. Lakini wakiwa hai, kila mmoja mali zake. Lakini sasa tatizo linakuja, na hili ndio tatizo kubwa, pale wanapokuwa wanahangaika pamoja kutafuta mali. Nasema hii tumechuma wote. Hapa kila mmoja ana haki katika hiki wanachokichuma, na hizi haki lazima zilindwe, na walinzi wakubwa wa haki hizi ni wanandoa wenyewe. Wajiekee utaratibu wa mali wanazozichuma. Hizi mali tunazozichuma, utaratibu wake ni upi kuhusu sisi wenyewe? Kwa sababu kuna kufa. Sahihi. Sawa, mna watoto, lakini mna ndugu, na kumekuwa na shida sana kwamba ndugu wanaingia, hasa ndugu wa mume. Bwana akifa tu, ndugu amefika, mashemeji, hebu tupe zile hati za nyumba za ndugu yetu. Sasa hivi vitu viwekwe wazi kabla hatujajua swala kwamba nani anarithi nani harithi. Haya mambo mengine watakuja kuyachambua mashekhe watakapokuja hapo faradhi ya mauti itakapotokea. Lakini mali kama mali, ndugu wakija waje wakute mali ya kaka yao iko mbali, mali ya mke iko mbali. Halafu sasa tuwaulize, nyinyi kwenye mali ya ndugu yenu mnastahili kurithi? Kwa sababu wanaweza wakaja pengine wanastahili kurithi, lakini wanachukua mpaka mali ya mke. Sasa hii mali ya mke nyinyi mnaichukua, mnairithi ya kwenu, ya kaka yenu hii. Kwa hiyo lazima ijulikane mali ya mume ipi, mali ya mke, ziwekwe wazi ndani ya ndoa. Na si lazima wazigawanye mali zao wakati watafuta. Unajua wakati kutafuta nako kuzigawanya, hii ya kwangu, hii ya kwako, inakuwa ngumu. Lakini angalau tuone kwamba kuna makubaliano ya asilimia ya kile wanachokichuma,
kwamba hii mali mnayoiona hapa tunaichuma mimi na mke wangu au mimi na mume wangu, hii mali ni ya ushirika. Mke hapa ana 60%, mume ana 40%. Watakapokuja watu mmoja wapo amekwenda mbele ya haki, inajulikana mali iliyopo, huyo aliyekufa asilimia yake ni 40 tu katika mali hizi zilizoko hapa. 60 iliyobaki ni ya huyu aliyebaki mwenzake. Kwa hiyo itolewe ile asilimia 40, hii ndio inastahili kurithiwa, ambapo yule mwenzake aliyemwacha na yeye ana haki ya kurithi hapa. Haya yangetekelezwa, wanawake wasingekuwa na haja ya kukataa mirathi ya Kiislamu. Kama nayo Sheikh, manake tuandike. Ndio. Na mali bila kuandika Sheikh hakuna katika Uislamu. Uislamu umehimiza kuandika, na ndio mpaka imekuja masuala ya kuweka rehani. Rehani inakuja pale ambapo maandishi yameshindikana. Mko safarini, hakuna mtu wa kuandika, lakini kwa utaratibu wa leo ziko nidhamu ambazo zimewekwa za kuandikishiana mali. Tuandikishiane mali. Wanasheria wapo, mashekhi wapo, mamlaka zipo ambazo zinaangalia mambo hayo. Tuandikishiane kuepusha mizozo isiyokuwa na ulazima. Wanandoa alafu mnakuja kuingia kwenye mzozo. Matokeo yake watoto mnakuja kuwagawa, kwa sababu watoto hawa hasa wakishakuwa watu wazima wataanza kwamba mama hapa anadhulumiwa au baba anadhulumiwa. Kwa hiyo watoto ima watamchukia baba yao au watamchukia mama yao. Chuki zinaanza kujengeka. Kwa hiyo kwenye swala la mali, manake mali ambazo tumechuma pamoja Uislamu unatambua, mali ambazo za mume Uislamu na za mke Uislamu unatambua. Tuzitenganishe hizo kabisa, kila kitu kiwe mahala pake panapohitajika. Kwa hiyo hizi tulizozitaja ndio haki za mali za mwanamke ndani ya ndoa yake. Lazima wazichunge. Mwanamke asiogope kudai mahari yake. Amkumbusha mume, bwana unakudai, unajua ni haki yake. Mahari wewe ulinipa 200,000 na mahari ilikuwa ni 800,000. Kuna laki zangu 6 unazo wewe. Wanadai siku hizi hadi wanasamehe. Sasa ndio matatizo. Wengine hata kudai wanaona haya mpaka mtu anakufa ndio anakuja kuulizwa ulikuwa unamdai mume mahari. Lakini mpaka amekufa. Sasa wewe fikiria, mwanamke ana watoto watu wazima, mumewe amefariki, wale watoto wajomsikie mama yao, mimi namdai mume wangu mahari 300,000, au watoto watajisikiaje? Mwisho mama anaweza kusamehe bila kupenda, wakati mwingine anawaona haya watoto wake. Kwa hiyo mkiwa ndani ya ndoa wadaini, mkiwa hai kabisa. Haya wanaume ambao tunadaiwa, shehe na mimi mwakeni nitalipa baki kidogo. Wanaume ambao tunadaiwa, tumekumbushwa, ndio ujumbe wa mwisho ambao shekhe ameweza kutukumbusha na kuasisitiza pia kina mama kudai haki zenu, kwa sababu hiyo ni haki yako na Uislamu unatambua haki na wajibu wa mtu. Kwa hiyo tumefikia tamati hapa, muda umekimbia, lakini kipindi kijacho inshallah muda na wakati kama huu tutaziendeleza hizi haki, manake bado zipo nyingi na shekhe amegusa haki za mali tu. Kwa hiyo nadhani kipindi kijacho inshallah, kwa ruhusa yako shekhe, ukikupendeza tutaweza kuendelea kwa ajili ya kuhakikisha tunazimaliza. Usiondoke, na mwisho wa hili kuna jingine zuri linakuja kupitia kituo chako pendwa cha matangazo cha Africa TV. Lakini kwa Qur'ani na maisha tumefikia tamati leo, tutaonana tena kesho insha Allah, Allah akitujalia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillah. Kitabu chenye haki huipati ndani shaka, kuniondoshea dhiki hapo ninapokishika, kunija